wakati mwingine tena mtazamaji, tunakutana kuendelea kuhabarishana masuala mbalimbali yanayohusiana na maadili yetu ya Tanzania. Karibu sana, kipindi ni Tumaini Jipya. Nina furaha kukutana na wewe tena siku ya leo. Tuendelee kubadilishana uzoefu kutoka kwake mzazi na mlezi, lakini pia ni mwanasaikolojia Beatrice. Karibu sana. Asante sana. Habari ya wiki nzima? Wiki hii imekuwa ni vizuri na imeendelea vema, na watazamaji wetu nadhani tuko salama. Tuko salama. Karibu sana. Asante. Umependeza sana. Hasa kama wewe. Haya mtazamaji, tunakukaribisha uwe nasi mpaka tamati, na leo jambo jema sana ni kufahamishe tu, tutakwenda kujibu ujumbe zenu nyingi, kati ya nyingi zaidi ambazo mmebahatika kututumia katika kipindi chetu kilichopita, kilichokuwa na mada inayosema wajibu wa mama katika malezi. Basi kuna jumbe nyingi ambazo zinahitaji majibu. Basi mimi ni nani nisimpelekee Beatrice na yeye aweze kukujibu? Haya, mimi ni Mary Bencho Yuda, karibu sana tu sote. Mwenzetu ni Simon Peter kwa upande wa kamera. Karibu sana. Haya, nianze moja kwa moja kukufikishia ujumbe wako kutoka kwa mtazamaji wetu kupitia kipindi kile kilichopita chenye mada ya wajibu wa mama katika malezi. Basi jumbe zimekuwa nyingi sana, nikaona ni vyema basi nimfikishie mwanasaikolojia hapa, mzazi na mlezi, ili aweze kuisaidia jamii pale ambapo yeye anaweza. Moja kwa moja nianze kwa ujumbe mtazamaji. Huyu kwa jina anaitwa Alfred kutoka Dodoma, anasema inatupasa kuzingatia kipindi hiki. Alfred, haya, kuna kitu kimemgusa bila shaka. Habari hapo studio? Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Naomba kuuliza swali, je, utamjuaje binti wa sasa anaweza kuwa mama bora wa baadaye? Utamjuaje binti wa sasa anaweza kuwa mama bora wa baadaye? Hajatuambia ni nani huyu. Karibu binti. Katika kumjua binti bora, Mary, inahitaji utulivu sana, kwa sababu uwezi ukataka mwenzio awe bora na kati hata wewe mwenyewe hujawahi kuwa bora. Na wala hujawahi kufikiria kwamba mimi niwe bora kuwa bora. Ubora inatakiwa utengeneze kwanza wewe. Okay. Mara nyingi watu wanakwambia nataka binti anayenifaa. Hapana, inatakiwa wewe mwenyewe ujiulize, je, mimi yule namfaa? Na ubora wake ni upi? Je, anafaa kuwa mama bora? Kuna vitangulizi. Mwingine anaweza kakuektia kwa sababu anahitaji kuolewa, unaweza ukamjua. Basi mimi najua, ili kujua kuwa hii ni familia bora, niliongea hapo nyuma, kwa unapohitaji mwanamke zamani walikuwa wanaangalia kamoe Mary, kamoe nini wazazi, kwa sababu wanajua vizuri familia. Ni lazima, ilikuwa sio hiari, kwa sababu wazazi walikuwa wanajuana kwa ile familia haina kichaa, haina mambo ya ajabu, haina ushirikina, haina nini. Lakini siku hizi tunabebana kutokana na teknolojia imekuwa kwa kasi. Mashule, masekondari, mavyuo, tunakutana huko, tunasogezana. Vitu kama hivyo. Haya, bila shaka ndugu yangu umepata jibu, si ndio? Haya. Na unaangalia familia yake. Babake ni mtu wa aina gani? Mamake ni mtu wa aina gani? Je, watoto wapo kwenye misingi ya baba na mama inayostahili? Sasa unakuta baba mcharuko, mama mcharuko, wote nidhamu hamna. Unasema eti kuna binti ametokea mle, utamuoa kweli? Haya, huyu anaitwa Happiness Daudi, anatokea Simiyu Maswa, anaomba Mungu atuepushe na majaribu katika siku hizi za ulimwengu uliochafuka. Haya. Kweli kabisa. Haya, tunakwenda kwake huyu mwingine, anaitwa nani huyu? Anaitwa Melissa. Yeye anafurahia sana kipindi hiki cha Tumaini na kinambariki sana. Asante Melissa. Haya, huyu anaitwa Nkondo kutoka mkoa wa Mwanza, anapenda kuuliza swali. Hivi mwanamke anayekupenda utamjua kupitia vitu gani? Hiyo imekuwa ni tatizo sana mtaani. Huwa naulizwa sana. Tamtambuaje? Mwanamke anayekupenda kwanza anakuwa ni mvumilivu. Okay.
akishakuwa mvumilivu, manake atakuvumilia kwa mambo mengi sana. Watu wanakwambia anayekupenda sijui inakuaje, labda hapana. Mwanamke anayekupenda ni mvumilivu na ni mtulivu na ni msikivu. Haya, Nkondo, umesikia? Huwa tunakuwa na utii mmoja kwa mwanamume tunayempenda. Okay. Basi hatunaga dalili hizo. Dalili zingine za kwenye mitandao achaneni nazo. Ni mitandao inawapotosha. Kumbe mmesikia jamani? Haya, wengine mnaonitazama pamoja naye huyu ambaye ameuliza ile swali, ndugu yangu Nkondo kutoka Mwanza, bila shaka umepatiwa jibu Haya, asante sana. Endelea kutazama Tumaini Jipya. Yeye anatuambia Kristo Beatrice. Tumaini letu. Ambacho anaongea Beatrice ni kweli kabisa, na mimi ndoa ilinishinda kwa ajili ya watoto niliowakuta. Huyu alikuwa anazungumzia pale tulipozungumzia kuhusu watoto unaowakuta pengine kwa mmeo, sio wa kwako. Hilo tatizo lipo. Kuna mwanamume mwingine anaweza akakuchukua akakuoa ni kwa sababu watoto wake ni wapweke, wanahitaji kuwa na mama. Okay. Lakini asikupende wewe, bali anatafuta kama ni mfanyakazi wa kuishi na watoto wake. Amaanishi kama wewe ni mke. Kwa hiyo sasa unaenda pale kama mke au unaenda pale kama ni mlezi wa watoto. Na pili, unapotaka kwenda kuolewa mara ya pili, kuna vitu unakutana navyo. Vingi huwa ni sahihi na ndo ni kipimo sahihi cha ndoa yako. Kwa hiyo unaweza ukasema watoto, je, walikuwaje? Baba anawapenda viwango gani watoto? Kuna baba mwingine watoto wake hawasemwi, hawasimangwi, hawafanyiwi chochote. Ndo yale malezi tuliotoka kuyafundisha. Sasa mtu kama huyo kukaa naye, huwa ndoa inasumbua sana. Mama mwingine anaweza kusema kwa sababu yeye ana watoto, basi yule mwanamume aje kwa ajili ya kulea nini? Watoto. Yaani bado tuna aina nyingi za jinsi gani jinsi gani tuishi kudadavua hizi familia tunaishije nazo. Familia zimekuwa ni mkanganyiko mkubwa. Kwa hiyo unapopata watoto wa mwenzako, inatakiwa ukae na mwenzako. Tatizo sio watoto. Mwingine anasema mimi nataka mwanamke anayependa watoto wangu au mwanamume anayependa watoto wangu. Uwezi ukamjua kwa staili hiyo. Inatakiwa uangalie, je, watoto wangu wanamfurahia huyu mama? Okay. Watoto wao ndio wana maamuzi ya kuishi na yule mama. Sio mama wafurahie watoto. Labda anakuja kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Baadaye inaleta shida kwa watoto. Je, watoto wanamfurahia yule mama ni sahihi? Basi hapo unaweza ukajua vigezo kwa watoto wako sambamba. Kwa hiyo nikichukua na huyu mama, kwanza kabla hujamweka ndani, inatakiwa uwasogeze family, friend, uwajengee familia. Ajue watoto wako, ajue nini, ajue wanaongea nini, wanafanya nini, je, wataishi vipi. Kuna watoto ni wakorofi. Wakiwa wakubwa wanajua kabisa huyu sio mama yetu, kwa hiyo tuna uwezo wa kumfanya chochote. Na huyu sio baba yetu, kwa hiyo tunamweza tukafanya chochote. Sasa nyie wawili kama hamjakaa, hamjasetwa, hamjakubaliana nini mfanye, mtakuwa kazi yenu nyie ni kuolewa kila siku, kuoa kila siku. Wanaoolewa kila siku, kuoa kila siku, sio kusema labda wanakosea. Hapana, ni tatizo wao. Yeye ndo ana tatizo. Ni kwa nini aolewe kila siku? Hivi unafikiri kwa yule wa kwanza kama umeharibu, wa pili unaenda kurekebisha nini? Bado yule wa pili bado unaenda kuolewa mtu wa tatu. Lakini inakuwaje kama huyo mwenzako ndo alikuwa tatizo? Tatizo sio wewe. Tatizo sio wewe. Hivi unakumbukaga mnavosemaga katika shida na raha? Magonjwa na afya. Magonjwa na afya. Umpende na kumheshimu siku zote za maisha. Lakini ukumbuke ndoa zinazoishi saizi na ndoa zinazovumilia na ndo tunaokimbilia kwenda kuomba ushauri ni wale walioolewa sahihi katika mikono ya wazazi. Sio, unanielewa? Sahihi katika mikono ya wazazi una maana gani Bita? Unajua tofauti na ndoa za sasa hivi Mary. Mtu anaamua tu kumchukua mwenzake kumweka ndani. Aendi kwa wazazi, aendi nini, wanakaa wanazaa, wanaishi. Hivi unategemea hapo kutakuwa kuna ndoa ya mfano upi? Hakuna ndoa yenye mfano mzuri, kwa sababu kwanza haina baraka ya wazazi, haina baraka ya wazee, hata dini haina. Hao watu hawaendi kanisani na Mungu hawataki kumjua kabisa, yaani wanaishi wao kama wao.
Sasa unataka kusema kutakuwa kuna usalama wa ndoa? Maamuzi wanayo wao, wanaolewa asubuhi, jioni wanaachana. Ni kwa sababu hakuna baraka yoyote inayotembea kati yao. Haya, na wengi wanaoana na watu ambao sio wenza wao, sijui unanielewa. Ndoa za sasa hivi wanaooana sio wenza waliokubaliana kuoana. Yule aliyemuoa mwenzake ni yule aliyempenda mwenzake. Mmoja amependwa, ndo maana wameoana. kwa hiyo nataka niambie ndoa nyingi mmoja ndo anapenda mwenzake. Mmoja ndo anayempenda mwenzake, ndo amejikuta nini, ameangukia kwenye maneno ya faraja. Mimi nakupenda hivi na hivi, nitakupa. Basi akimpa na viera kidogo nini, tayari amefanya nini, amekubali. Lakini mwenza ambaye alitaka kuolewa naye anayo yeye kichwani kwake, mpaka anaingia kwenye ndoa ya mwenzake ana mwenza wake kichwani. Niamini mimi, huwa ni watukutu sana watoto wa sasa hivi. Haya jamani, tumwamini Bite jamani. Wewe natambia tumsifu Yesu Kristo. Ni Pasco Kawongo kutoka parokia ya Mavanga. Kipindi kizuri anachoongea ni uhalisia wa maisha ya ndoa nyingi za siku hizi. Tunaomba ongezewe muda wa kutoa elimu. Ni kweli, uwezi ukasema kuna upendo. Ndoa inatakiwa mtakane, mpendane na mfanyiane yaliyo mazuri bila manunguniko. Lakini uwezi ukasema mimi huyu tunapendana, lakini bado kutakuwa kuna shida. Lazima shida iwepo, kwa sababu ni mmoja kampenda mwenzake. Okay. Unaona? Hakuna pale kinachofaa, isipokuwa ukitaka hao watu waanze kupendana ni kwamba mmoja aingie kwenye mfumo wa mwenzake. Wanaingiaje kwenye mfumo wa mwenzake? Ndo pale wakianza kuzaa, wanaenda utu uzima. Ninapokuambia utu uzima ni wale wanaoanza miaka 10 na ya ndoa. Ndo utaanza kuona kumbe hawa wameanza kupendana. Yaani na ndo kwenye upendo halisi. Kwa nini kuna upendo halisi? Wamekaa sasa, mmoja amekubali kuingia kwenye mfumo wa mwenzake. Chini ya miaka 10 hamna mtu aliyekubali kuingia kwenye mfumo wa mwenzake. Kila mtu anamuona kama mwenzake, huyu hayupo sawa, huyu hayupo sawa. Lakini kule unakubaliana, unakuta na kwanza, mimi mume wangu najua ni mnywaji, ameshakubali. Mimi mke wangu najua yuko hivi, ni kasoro yake, ni tabia yake. Pale tayari walishaanza kuingizana kwenye mfumo na wanaishi maisha mazuri na yenye hatari. Yaani kuna maisha mazuri na ndo kuna hatari ya maisha. Kwa sababu mwanamke ataanza, nimeshazaa watoto 4, 5, 6 au 3. Huyu mwanamume anaweza kanitelekeza akatafuta dogo dogo. Kwa hiyo anakaa kwa kumvizia mwenzake. Muda wote anaishi kwa wasiwasi. Naye mwanamume ataanza, huyu mwanamke anaweza akanikimbia akaniachia hawa watoto. Kwa hiyo wanaanza kufanya nini? Kuishi kwa kuviziana. Wanawindana ndani ya nyumba. Lakini nini kinatokea kwenye hatari? Mimi huwa nachezaga na T3. T3 kwa maana ipi? T3 manake kuna tatizo, utatuzi na tokeo. Umeona? Haya, subiri kwanza Bite. Mtazamaji, sio zile T3 ambazo tunazijua huko mtaani. Hizi ni T3 ambazo Bite amezisema. Ambayo ya kwanza ni tatizo, ya pili tatuzi, tokeo. Tatizo, tatuzi, tokeo. Sio zile T3 nyingine jamani. Haya, tuendelee. Sasa unakuta wanapoanza kunanili vile, ulishaanza kuona upendo unapoanza kupatikanika. Sasa ndo hapo, yaani upendo unapitiliza mpaka watu wanaanza kufanyiana ukatili. Ukatili tena? Kwa maana ipi? Upendo na ukatili wanaanza kufanyiana ukatili. Ili ushawahi sikia kama kijana wa miaka 22 sijui kamua mtu kwa ajili ya mapenzi? Hakuna. Lakini tunachosikia saizi kwenye redio, unakuta baba na miaka 37, 40, 50 ndo kamua mwenzake. Na yule mama kamfanyia mwenzake ukatili miaka hii. Na ndo kwenye upendo sahihi. Lakini hata vijana wa 22 pia wapo Bi. Sasa hawa ni wakorofi. Uwezi ukasema nanili wale wapo kwenye mapenzi Meli. Ni wakorofi. Haya.
Haya, mtazamaji unatazama Tumaini Jipya, kama ndio kwanza naungana nasi, karibu sana, nikukaribishe. Na tunachokifanya leo mtazamaji, hatujakuwekea mada, isipokuwa tunajibu ujumbe wako ule ambao umetuma kupitia mada yetu ya wajibu wa mama katika malezi. Nambari yetu leo inapita chini ya runinga yako ambayo ni 0722773444. Tunakwenda mapumziko, nitarejea, usiondoke. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa Tumaini Television. Tunatazama Tumaini Jipya mtazamaji, karibu sana. Tuendelee kufahamishana, kujuzana masuala mbalimbali kuhusiana na maadili yetu. Ndani ya studio nipo na Beatrice, mwana saikolojia, mzazi na mlezi. Mimi ni Mary binti Yuda. Karibu tuendelee kukumbushana na kujenga maadili yetu katika ubora ama usawa. Haya, leo tunachokifanya hapa studio mtazamaji ni kujibu ujumbe zako ama ujumbe wako ambao uliutuma kupitia mada yetu ya wajibu wa mama katika malezi. Tayari tumeshajibu jumbe mbalimbali kwa wewe ambaye unaungana nasi kwa wakati huu, na tunasonga mbele tukiendelea kupitia jumbe nyingine, ingawa tutaweza kuzimaliza zote. Tutakuomba radhi kwa wewe ambaye hautasikia ujumbe wako. Jumbe ni nyingi sana, hatuwezi kuzimaliza kwa kipindi kimoja. Haya, Beatrice, tumerejea. Bado jumbe ni nyingi sana, lakini sasa nafika mkoani Morogoro. Huko Morogoro anakutana na Faraja. Anasema yeye yuko Morogoro, anauliza kwa nini mabinti wa leo hawatulii katika ndoa zao? Mabinti hawatulii katika ndoa zao ni kwa sababu hawajui ni nini wanataka kufanya. Tunaposema mahusiano sio kitu kidogo. Je, unataka mahusiano ya aina gani? Yes. Na unataka kuhusiana na nani? Na huyo unayehusiana naye ili iweje? Wewe mwenyewe kwanza upo tayari? Unajua kuna mwanamume anayekwambia mimi nataka kukuoa wewe, lakini huyo unayemapproach, unayemhitaji, yeye yuko tayari? Ameandaa moyo wake kwa ajili ya kuolewa? Kwa hiyo ndio maana unakuta wanaanza kuumizana, kwa sababu ni mmoja ndo anayekuwa anaonyesha hitaji moja kwa mwenzake. Kwa hiyo mabinti hawakai kwenye ndoa ni kwa sababu kichwani wana waume zao wa ndoto zao, waliowachola kichwani kwao kwamba nataka mume wa design. Ndio maana anaweza kazuula akafanya nini, yule wa kichwani asipomkuta atakuja kwako, atapika, atapakua. Akija kumkuta yule aliyemchola kichwani, anaondoka, ijalishi hata kama alikuzalia watoto. Ndio kaida kina mama. Aise. Haya, habari ya muda huu. Yeye ana swali, anasema kwa nini zamani walikuwa wanachaguliwa wake au waume? Yeye ni Beja. Zamani tulikuwa katika maadili mazuri. Kukuchagulia mke nadhani ilikuwa ni sahihi sana. Kwa sababu tulikuwa kwenye zama zile za kufahamiana vizuri. Wazazi na wazazi walikuwa wanashirikiana pamoja, wanaishi pamoja, mambo yao walikuwa wanafanya pamoja. Kwa hiyo hata wakikuchagulia mwanamke ilikuwa ni sahihi. Wao walikuwa wanachagua kazi. Huyu binti anafanya kazi, binti ni msikivu, ni mtulivu, ni vitu walivyokuwa wanavihitaji. Msikivu, mtulivu, anafanya kazi. Na ile familia tunayooa wana heshima. Kwa hiyo ilikuwa inajumlisha hivyo vitu. Lakini siku hizi tunaangaliaje? Binti ana shepu,
ana muonekano, ana kazi mzuri, piskali, sijui piskali, paskali. Kwa hiyo kuna paskali, kuna piskali. Kwa hiyo anamtaka piskali. Huyo piskali unataka akakufanyie nini? Si haya anakufanyia show ndani. Sasa unacholalamika kuwa huyu mwanamke mvivu nini? Wewe si ulikuwa unataka piskali? Mapiskali wanafanya kazi ha? Haya jamani, kwa wale mnaotaka warembo, maneno ndio hayo kutoka pokea chuma hicho. Haya, tumsifu Yesu Kristo. Bite milele amina. Anaitwa Blandina wa Ukonga, anaomba kuuliza kama ulikutana na mwanaume msibani, maisha yenu yanakuaje? Turejea katika kipindi kilichopita ambacho mada yetu ilikuwa wajibu wa mama katika malezi. Ulisema kwamba sehemu ambayo unakutana na mwenza wako ndivyo maisha yenu yatakavyokuwa yanasadifu kwamba mlikutana wapi. Sasa huyu ameuliza hapa, ukikutana na mwanaume msibani maisha yenu yanakuaje? Sasa hapo ngoja nijibu kisaikolojia zaidi. Ni kwamba ni kweli niliongea kuhusu matokeo ya watu wengi. Umekutana saizi mashauri yao mashtaka yao makubwa, iwe mahakamani, iwe ustawi wa jamii, iwe wapi, chanzo chao kikubwa ni mahusiano yao yalikoanzia. Kwa hiyo unapomkanseli mtu unaanza na historiko yake ipoje. Kwa hiyo unaweza ukakuta eti huyu mwanamke ni mnywaji lakini nikimoa ataacha pombe. Unaona? Ni kweli unaweza ukafanya bidii za kuacha pombe na usoni kwako akaonekana ameacha pombe, lakini kuna namna pombe anakunywa, uwezi ukafanya nini? Ukaijua. Unapokutana na mtu mazingira katika maisha yenu ya migogoro, ile kitu inahusishwa sana. Kwa mfano, kuna mahusiano kati ya mtu na mti. Mtu na mti. Na kuna mahusiano kati ya mti na mtu. Kwa hiyo ni psychological ya ndani. Inawezekana huyu yamempata wakasema ndio maana mwana saikolojia alisema hapana. Kuna namna ya maisha unayoyaishi na uliokuwa unayaishi. Je, ulipokuwa umeenda msibani ilikuwa nia yako wewe ni kwenda kuzika? Unaona? Haukujua kuwa utakutana na nani? Na mtu fulani. Sasa si ndio inawezekana hata yule alipokuwa anaenda kutafuta mke. Sasa mwanamke unatafuta mwanamke au unafanyaje? Njia za Mungu hazichunguziki bibi. Najua njia za Mungu hazichunguziki. Popote unaweza mwanamke hata awe ni changudoa, unaweza ukamsafisha akakubali. Kila mtu ana namna ya mabadiliko yake. Ndio. Lakini hatujamaanisha kama mwanamke bora au wa aina hii anapatikanika sehemu fulani. Hapana. Kuna wanawake leo wapo kanisani. Uwezi ukasema eti unaweza ukapata mwanamke mwema kanisani. Wengine wameenda tu kwa ajili ya madhambi yao. Lakini tabia yao iko pale. Hawezi akabadilika. Kwa hiyo ni wewe ulikuwa unahitaji mwanamke wa aina gani? Ulikuwa unamtafuta mwanamke wa aina gani? Nimesema mwanamke unapotaka uhitaji wako wa kuolewa, inatakiwa uvae uhalisia wa uwanamke. Uvae uhalisia wa uwanamke, sio usistadu. Kuwa wewe ni mama ambaye unatarajia kwenda kuishi na nani? Na mume. Ishi upatikanikaji wako kama mama. Mwanamume anapokutafuta akute wewe umesimama kwenye senta yako ya uwanamke. Omba kupatikanika. Omba neema. Mungu anataka kukutanishe na nani? Unataka kuwa nani? Je, utu wako wa kale umeuacha? Mambo yako, tabia mbaya, makando kando yako uko tayari kuyaacha? Sio nitayaacha nikiingia. Inatakiwa ujisafishe. Si unataka kuwa mwanamke? Kwa hiyo hata mwanamume alikadhalika aombe neema. Anataka kuingia kwenye ndoa. Anataka kuingia kwenye ndoa ya aina gani? Je, anafaa kuwa baba bora? Anafaa hata watoto akiwakuta atastahili kuitwa baba kweli? Au na bangi zake anataka kuwa baba? Haiwezekaniki. Kuna hatua ambazo za kutaka kuchukua unapohitaji kuwa mwanamke na unapohitaji kuwa mwanamume. Haya, tumsifu Yesu Kristo.
Anasema mama bora ni yule mwenye tabia nzuri, kama anayejiheshimu na kuwaheshimu wengine, lakini awe ni mwenye hofu ya Mungu. Anaitwa Casto Kadovela kutoka Mkongotema, Jugia, ni jumuiya ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Anashukuru kwa kumpatia elimu. Asante. Anaitwa Oresta Luvinga, yupo parokia ya Kilolo, Kigango cha Lugalo. Nimependezwa na mada yenu hapo studio. Naomba nielimishwe kuhusu kuzungumza na watoto, maana hapa kwetu wanaume wanataka kutupangia muda wa kuzungumza na watoto. Je, ni sawa? Hapo pia kuna tatizo mtaani. Watoto wana utaratibu, Mary. Kuna muda wa kucheza, mtoto apewe muda akacheze na jamii akachanganyikane. Kuna wazazi leo watoto hao hawaendi nje, hawachezi na watu wengine. Marufuku kwenda kucheza na watoto wa majirani. Sasa mwanao utajuaje kama ana tabia gani? Lazima apate changamoto ili umsaidie mtoto wako. Mwacha akajichanganye. Mtoto ana gari yake, anaenda shule, akirudi kwenye gari nyumbani ndani ya geti. Je, huyo mtoto unajua matokeo yake baadaye? Saizi watu wanalia, Mary. Jana nimelalamikiwa na watoto. Kwa mfano kama hizi single sex. Unaona? Labda watoto wanasoma shule za kiume peke yao za nini? Sio nzuri. Sio mbaya. Ni nzuri. Lakini tuweke changamoto la wale watoto kuchanganyika, ili na wenyewe wazijue changamoto mapema. Saizi vyuo vikuu wanaohangaika ni wale masingle sex waliosoma shule. Na wanalia sana na inawatesa sana kwenye mahusiano. Tumewabana watoto, leo wanaenda kuchanganyikana, wanaenda kupata shida mbele ya safari. Ili lipo na linalalamikiwa. Kwa hiyo wazazi tumewatelekeza watoto. Mtoto mdogo anaenda kukaa shule, analelewa na walimu na wazazi wengine, anapandikizwa roho zingine na elimu zingine. Akija nyumbani uko bize, anakutana na msichana wa kazi. Anaanza kuchukua malezi ya msichana wa kazi, sio mamake ajui hiki kibaya hiki kizuri. Baadaye anavokuwa, anakuja kuambulia patupu, anakuja kuangukia sehemu mbaya, haelewi msaada upate wapi. Kwa hiyo anakuja kufanya jambo baya, hata yeye mwenyewe anashangaa. Anajua labda ni kawaida, kumbe kutokana na nini? Na malezi alikolelewa. Haya, asante sana Beatrice, muda wetu unakimbia sana na jumbe bado ni nyingi. Hebu nisome hii. Huyu ni Martin Masi Omboro, Makulu, Dodoma ndiko anakotokea. Anasema mafundisho ni mazuri sana. Ni kweli watu wamezaa lakini hawajatoa mahari, wanajuana wawili, wazazi hawajui. Sasa tufanyeje? Hapana, usimchukue mtoto wa mtu bila kujua wazazi wake. Hakikisha unawajua wazazi wake vizuri, unajua familia yake vizuri, hata wewe mwenyewe itakusaidia. Unakuja unaoa binti wa watu kumbe mshirikina. Hiyo inawatesa sana watu. Unaoa binti kumbe ana maradhi yake huko. Unaoa binti wana tabia za kiajabu, wametokea kwenye familia za ajabu. Unafikiri utasaidiwaje? Lakini ukiwa karibu na binti au na huyo mtoto wa kiume, peaneni muda mnaokuwa kwenye mahusiano. Peaneni muda, mjue mwenzako vizuri, akujue vizuri, akufahamishe kwa familia yake, afanye. Lakini zamani tulikuwa tunaenda kiuchumba. Saizi mahusiano yameingiliana na usasa, Mary. Yameharibika utandawazi. Utandawazi. Tumsifu Yesu Kristo bite. Yeye ni Dickson Matiku kutoka parokia ya Kawekamo. Moyo wangu tulia Kawekamo kuna utakatifu, ndivyo alivyoandika. Anasema kiukweli naendelea kuguswa na mada na mambo ambayo mama anazungumza ni kweli kabisa. Tuendelee kubarikiwa na turekebishe tulipokosea sisi kama vijana. Haya, kutoka Kawekamo huko. Kweli kabisa. Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza bila shaka. Anaitwa Stalani, anasema wajibu wa mama ni kulea vizuri wanawe na kudumisha furaha ya familia pamoja na kuwajibika, sio awe mzembe, wengine hata kupika hawajui. Huo mtihani. Kuchambua mchele hawataki. Haya, Bite naambiwa hapa nikusanye kilicho cha kwangu. Naomba basi nimalizie hata ujumbe huu jamani. Anaitwa Nyeunge kutoka Ukala Ukerewe, mkoa wa Mwanza. Anachopata sana akiwa amekaa na mke wake sebuleni. Mke mwema
unamuona katika malezi ya familia bila kuchambua wakwao mwanamke au wakwao mwanaume, watoto, mke mwenza, hata mwanaume mwema unamuona katika malezi hayo. Utulivu, subira na heshima. Yes. Ya mwisho basi anaitwa Elia wa Sukamahela Manyoni. Ni kweli kuna wazazi wazembe, ulevi, kukaa vibalazani, kuzungumza vitu vingi kwa makundi. Kweli wanafeli wa mama. Hao wanaharibu ndoa yao wenyewe. Wameyumbisha mpaka maadili mtaani. Tunawaona wengi tu na hawafundishiki. Okay. Na wanaweza wakasikia kipindi na wakakiacha kama walivyo. Haya, mtazamaji, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kutupa muda wako, lakini nikushukuru kwa kuweza kushiriki pamoja nasi kwa kutuma ujumbe. Pia nambari yetu inaendelea kupita kwenye runinga yako. Unaweza kutuma ujumbe wako kama una lolote unataka kufahamu kutoka kwa mwanasaikolojia Beatrice, mzazi na mlezi. Pia unaweza ukawasiliana naye. Pia nambari yako tafadhali Beatrice. 0783232581. Haya, endelea kutuma ujumbe wako uweze kufahamu zaidi. Kama kuna vingine vya sirini unataka kufahamishana tu wewe na Beatrice, unaweza ukamtafuta kupitia nambari hiyo. Asante sana. Mwenzetu ni Simon Peter. Mimi ni Mary binti Yuda. Jumatatu na usiku panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukutane tena. Bye bye.